mifuko ya uchaguzi ilirudishwa. Kwa hiyo kwa mwaka huu, kwa hiyo ukiangalia kama kwa mujibu wa bajeti ambayo mpaka mwezi Mei ilikuwa ni trilioni 741 na kile kiwango ambacho kwa bajeti ya mwaka huu inategemewa nacho nadhani kinaenda bilioni 300. Ukiangalia sasa kwenye vile vitabu vya bajeti ambavyo navyo vinawasilishwa na waziri kwa bunge kwenye vitabu vya bajeti, tume ya uchaguzi imetengewa bilioni 378 ambapo kwenye kipengele cha uchaguzi kwenye bilioni 378 ni bilioni 316. Kwa ukiangalia bilioni 316 na ukijumlisha na hizi 741 kwa uchaguzi kwa ujumla tunazungumzia trilioni 1 na kuendelea. Kwa hizi ndo gharama ambazo zinategemewa kwenye huu uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Lakini tukizungumzia uchaguzi kwa sababu essence ya uchaguzi ukikumbuka ile hotuba maarufu ya Nyerere ya 85 akasema tuliamua kwamba tunafanya uchaguzi kwa sababu tulisema sisi hatutataka, kwa mfano alikuwa anapenda kutolea kwa mfano masultani kwamba mtu anazaliwa anakuwa kiongozi. Kwa hiyo tukasema tunafanya uchaguzi kwa sababu sisi ndo aina ya siasa ambazo tunataka kwamba wananchi wanatoa ridhaa kwa serikali inahudumia wananchi baada ya kupata ridhaa yake. Na tumekubaliana kwamba tunataka serikali ya hiari. Tumesema tunataka serikali ya kuchagua. Tunakaa wenyewe tunasema safari hii bwana wewe ndio tunataka utuongoze. Tunasema hivyo. Sio mtu anazaliwa na mama yake tu na sifa yake ya kututawala ni kwamba kazaliwa na mama yake. Hii hatupendi. Kwa hiyo nadhani essence ya ukiacha hizi fedha za uchaguzi kuna essence ya uchaguzi. Hili ni jambo ambalo inawezekana linaendelea kudiskasiwa kujadiliwa na wanasiasa wachambuzi hata na wananchi. Kwa hiyo kama kwa sasa hivi kuna kitu tunaita kwa upande mwingine unaona vyama vingine vinaendelea lakini tume ya uchaguzi ilisema kwamba moja ya chama Chadema kwamba hakitaingia kwenye uchaguzi. Sasa hii ni kwa historia ya uchaguzi yetu tunaweza kusema hii ni unprecedented hasa kwa chama kikubwa major opposition kuto kushiriki kwenye uchaguzi. Labda ilitokea kwa muktadha tofauti labda na ile ya Zanzibar mwaka 2015 na walishiriki uchaguzi baada ya matokeo tume kuahirisha kutangaza matokeo kutokana na sababu walizozitaja. Tume ya Jecha ni marehemu Jecha kushindwa kutangaza matokeo na kusema kwamba kuna zilitokea dosari za kiuchaguzi na hivyo kupelekea uchaguzi wa rais wa Zanzibar kurudiwa. Tuliona wakati huo leading opposition party kwa upande wa Zanzibar ambao wakati huo ilikuwa ni CUF na mgombea wake na kiongozi wake Maalim Seif waligoma kushiriki kwenye ule uchaguzi wa marudio wa urais kwenye mwaka 2015 ilikuwa. Lakini ni context tofauti na mwaka huu ambapo tunaona kwamba ni kwenye hatua za mwanzo kwa sababu kumbuka CUF hawakurudia uchaguzi, hawakutaka kushiriki uchaguzi wa marudio wa urais. Lakini kwa mwaka huu kwa Chadema ambayo ndio meja chama kikubwa cha upinzani kwa Tanzania chenyewe kutokana na kwa maelezo ya tume yaliyotolewa siku ya Aprili 12 wakati wa zoezi la kusign form kwamba chama ambacho hakikusign ile form ya zile kanuni ni kwamba hakitashiriki uchaguzi mkuu lakini na uchaguzi wowote ule mpaka mwaka 2030 ambapo kutakuwa na mchakato mwingine tena kama huo. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwa mujibu wa tume kwa yale maelezo na siku ile mwenyekiti wa tume amesema kama kuna kwa sababu nadhani ni mwenyekiti wa ACT katibu mkuu wa ACT Ado Shaibu aliuliza kwamba vyama vingine vinaweza katibu wa Chauma na katibu wa Chauma kwamba vyama vinaweza vikasaini wakati mwingine wakasema kwamba kama chama kinadhani kimeonewa kitaenda mahakamani.
Lakini kwa muktadha huo tulionao hivi sasa, tunajua kuna kesi imefunguliwa, lakini kwa muktadha wa sasa itakuwa ni unprecedented kwa jambo la kihistoria kwa siasa za Tanzania, kwamba chama ambacho ni kiongozi kwa upinzani chenyewe hakitashiriki kwenye uchaguzi wa ngazi yoyote ile. Sasa lakini pia ni ukisema tu unprecedented, lakini pia ni jambo la kihistoria. Tukumbuke uchaguzi wa 2025 unaweza ukaita ni uchaguzi wa kihistoria kwa Tanzania. Unaweza ukaita ni sawa na ule uchaguzi wa 95 kwamba baada ya vyama vingi kuingia, au ule uchaguzi wa kwanza kabisa. Kwa nini ni uchaguzi wa kihistoria? Kwa sababu ndio uchaguzi wa pekee ambapo baada ya rais kufia madarakani nchi inaenda kwenye uchaguzi. Umeona? Ndio uchaguzi pekee rais aliyeingia madarakani sasa kwa kupitia baada ya hilo tukio na nchi kuendelea, sasa naye anaingia kwenye kampeni. Sasa ukiongeza na haya mambo, unawezekana ile tunasema kitabu cha historia 2025 ina mambo mengi sana. Inawezekana kikajaa, na hii pia unazungumzia kwamba inaweza ikaathiri future ya tunapoelekea kwamba na future. Na mimi naangalia sana kwa sababu kwa historia pia ya turnout ya wanini ya voters, yani wapiga kura. Unajua kihistoria mwaka 2015 ilikuwa ni karibia takriban asilimia 49 ya watu waliojiandikisha hawakwenda kupiga kura. Mwaka 2020 tuliona pia ilienda zaidi ya asilimia 50. Ila mwaka mbaya zaidi ni 2010. Historia. Kwa hizi chaguzi tunasema hizi kuanzia 95. Na mwaka mzuri ni ule uchaguzi wa Mkapa wa pili. Wa mwaka 2000 ambao ni watu wengi sana waliojiandikisha walienda kupiga kura. Kwa hiyo mimi kitu kimoja ambacho nakitazama ni kuona namna gani nilikuwa nafikiri pia uchaguzi huu ungekuwa ni sehemu mojawapo ya kuwapa wananchi wengi confidence na kupiga kura, yani ile voters turnout ianze, yani irudi kwa hiari ile, watu warudi kwamba watambue kuna umuhimu wa kupiga kura. Watu washiriki kwenye huo mchakato ambao uliusema kwenye ile hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 85, akielezea kwa nini tunafanya uchaguzi. Na hotuba kama hiyo aliwahi kutoa pia mwaka 1970 wakati akifunga alitoa hotuba kwa taifa wakati akifunga kampeni za mwaka huo wakati wa chama kimoja, akielezea umuhimu wa iko kitu kinachoenda kufanyika, yani kwa maana ya uchaguzi, kwamba wananchi kwa nini wanatakiwa wawe washiriki kwa sehemu kubwa kwenye swala zima la uchaguzi na wajenge huo utamaduni. Kwa hiyo mimi naona katika kurudisha huo msingi na imani, mimi nilikuwa na utazama uchaguzi huu kama ni sehemu moja wapo muhimu sana ya kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wanakuwa na confidence na mfumo wa uchaguzi, ili kuwawezesha wananchi wengi waweze kushiriki kwenye hilo tendo ambalo ni la muhimu sana kwa taifa lolote ambalo ni jamhuri. Yani unajua hilo neno ujamhuri, tunapaswa sana kutazama kwamba sisi ni taifa ambalo ni jamhuri. Lakini kwa sababu umesema huu mwaka utakuwa ni kitabu, utakuwa na kitabu ni kubwa, kwa sababu pia nilisahau nyingine kwamba ni mwaka ambao pia kuelekea uchaguzi kiongozi wa chama kikubwa cha upinzani anashtakiwa uhaini pia. Anashtakiwa uhaini. Lakini pia kuna kwenye chama, katika hiko chama cha upinzani tuliona imetokea na hiyo pia mabadiliko makubwa ya kiongozi ambayo ni ya kihistoria, kwa sababu kwenye siasa zetu za kwenye siasa zetu za vyama tunazozifuatilia Afrika na maeneo mengine, tuliona ni kitu ambacho pia kilishtua wengi, na kitu cha kipekee kabisa. Na labda kwa kumalizia hiyo tulichokuwa tunamalizia kwenye hiyo take ya uchaguzi, moja ya changamoto ambayo ninaiona, kwa sababu tunasema ni unprecedented, tofauti na ile kafu ile ilivyosusia ile kura ya kurudia ya urais. CUF hawakufanya kampeni ya kusema watu wasiende kushiriki kwenye kura. Sasa unaona kuna chama kinazunguka kinafanya kampeni ya
kwamba wana campaign no reform no election, na unaona inapokelewa na upande mwingine unaona kwamba kimeondolewa. Sasa kuna kitu alisema mzee Jaji Joseph Sinde Warioba, akasema ndani ya vyama hizi taasisi, akasema NEC msajili anaangalia vyama, lakini ndani ya vyama kuna watu hofu ambayo ninaiona kwenye uchaguzi wa 2025 kama utaendelea kama ulivyo, kama hakutakuwa na mabadiliko, kuna uwezekano mkubwa ukawa na mamilioni ya watu ambao kuna kitu inaitwa disenfranchised, wanajiona kama hawahusiki na chochote kinachoendelea. Yaani wanajiona, na hiyo ndio hatari ambayo mimi pia hawahusiki, na wanaona kwamba na kuna upande mwingine wanaona kwamba wao wana own au wanahusika na kila kitu. Yaani ni kwamba kuna mgawanyiko, na mgawanyiko unaweza ukaenda mbali ukaibua mambo mengine. Kwa hiyo ni uchaguzi wa kihistoria, na ni muhimu historia, kitabu kinavyomalizika cha 2025 kiwe kimeandikwa kwa usahihi na vizuri. Ni muhimu sana kwa sababu lakini mimi of course kwa sababu ya muda nilikuwa nataka nikazie hapo, na ukiliangalia vizuri, yani ukiangalia vizuri masuala yenyewe yanayoendelea ni masuala yanayohitaji masuluhisho ya kisiasa tu. Ni masuluhisho ya kisiasa. Nadhani kama alivyosema aliwahi kusema Jaji Warioba, nadhani kwenye moja mdahalo ulioandaliwa na chama cha sheria Tanganyika TLS, ni kwamba ni mambo yanayohitaji consensus tu ya kisiasa ili kuweza kujenga kuaminiana ili tuweze kuelekea kwenye uchaguzi, lakini pia kujaribu kuongeza pia confidence kwa umma na huu mchakato mzima tunaoendelea. Kwa sababu kwangu mimi bado naamini kwamba suluhisho la kisiasa linawezekana kwa pande zote kuweza kukubali kupoteza kidogo ili kupata pia kidogo, kwa sababu mwisho wa siku ni nchi yetu wote, ni nchi ya wote wa Tanzania, na hakuna bahati mbaya, hauna nchi nyingine. Lakini bahati mbaya tuko kwenye nyakati ambazo unaweza kusema ni bahati mbaya. Kila mtu duniani anafunga mlango wa nchi yake. Sasa hauna sehemu ya kwenda. Yaani ni hii nchi inabidi ifanye kazi kwa ajili ya kila mtu. Inabidi kila mtu aishi na ajisikie fahari na ajisikie amani kuwepo. Na ya mwisho kwenye ukiacha mgawanyiko, hofu nyingine inayokuja kama mambo yakienda hivi, na hofu pia ambaye anapita na kushika kijiti, hofu kuna kitu kinaitwa ile hofu ya uhalali wa kisiasa. Uhalali wa kisiasa utakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni swali ambalo linakuwa linaulizwa kila siku. Anaulizwa aliyepita, wanajiuliza ambao hawakuchagua, wanauliza waliochagua kwamba uhalali wa kisiasa uko kiasi gani. Sasa kwa bahati mbaya, kwa kasumba za Kiafrika ambazo tumezizoea sofa ambazo tumeziona, panapokuwa na ukosefu, kile kikombe cha uhalali wa kisiasa kikitindika, kikipungua, kama kilitakiwa kujaa hapa, kikipungua, mara nyingi kinajazilishwa na violence. Sasa hiyo ndio hofu yangu nyingine ambayo ninaiona. Nadhani tunaweza kumalizia kwa leo, tukaishia hapa.